lakini muhimu zaidi ni kwamba sisi ambao tunajinasib na manhaji hii tuna wajibu zaidi kuliko mwingine yote katika jambo la kuchunga na kuhifadhi amani yetu tuliyonayo. Amani ni tunu, ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyotuneemesha nayo. Kwa kuihifadhi na kuichunga ndio sababu ya kuzidi kwa amani yetu, na yale ambayo tunahisi yako kinyume kwetu, wallahi kwa kusimama sawa yote yatakuwa sawa katika mstari tunaotaka. Almuhim, jitahidini kila mmoja kwa nafasi yake aitunze amani tuliyonayo na hifadhi amani tuliyonayo. Sisi wanafunzi baina yetu kwa baina yetu tuhusiane katika hili, familia zetu, sababu kuna baadhi ya familia hukaa tu baba, mama, ndugu, kaka wakaanza maana maisha magumu, maana rais fanya kadha. Hizi ni alama za khuruji, zinaanzia hapa. Sababu mnainua na hamasa kwamba maisha kadha, kiongozi kadha, ndio khuruji inaanzia hapo. Hamasa inaingia hamasa, ndipo mnaingia barabarani. Kwa hiyo ukiona mambo kama haya nyumbani, anza kuyakemea kwa nafasi yako uliyokuwa nayo kama ni mwanafunzi mwenzako. Kadhalika maduati na mashekhe zetu wachukue nafasi zao, kila mmoja ashike nafasi yake alilinganie hili. Walioajiriwa katika taasisi za kiserikali wakazungumze huko kwenye taasisi zao za kiserikali, walioajiriwa katika taasisi binafsi wakalizungumze jambo la amani, jambo la kuepukana na khuruji na ulati al-umur wakalizungumze huko. Kila mmoja achukue nafasi yake ili amani yetu ibaki hii, na hii ni neema ambayo Allah azza wa jalla ametuneemesha.